Ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye kipindi chenu pendwa cha Inuka Umiliki. Mwongoza kipindi ni mimi yule mama yenu, Mama JJ. Mada yetu mpya ya leo inasema shilingi inaweza kugeuka kuwa dola na dola inaweza kugeuka kuwa shilingi. Ongeza viwango vyako. Swali, kwa nini tunaenda kuongelea topic hii leo? Ni kwa sababu tuko kwenye kipindi cha Inuka Umiliki na kila siku watu wanainuka na kumiliki. Lakini vile tunavyoendelea kuinuka na kumiliki, lazima na viwango vibadilike. Hatuwezi kuwa katika level tofauti bila level ya kuongezeka. Sasa, katika topiki yetu mpya leo sitaongelea sana katika shilingi kwa sababu shilingi ndio naitumia katika walengwa ambao naongea nao. Umeona? Hapa niko katika kuwekeana ufahamu jinsi ya kuwa na dola, kwa sababu unapokuwa na dola kuichange T shillings is easy, na kila mtu anatamani kuwa na dola na kuichange katika kuwa katika T shillings. Lakini ni shida kununua, yani kuchukua T shilling kwenda kununua dola. Hapa mtu anaona yani na hii hela 300,000 nikibadilisha kuwa dola hela Kenya katakuwa kadogo, au hata kuona. Kwa hiyo katika kuona ile faida ya kuwa na hiyo dola, mtu anakuwa hanayo sana yani yeye, lakini mtapompa dola mtu atajisikia vizuri tu. Sasa kuna wengine hapa nitapoanza kuongea utasema hiyo mada mimi hainihusu. Lazima kila mtu inamuhusu, aliye juu inamuhusu na aliye chini inamuhusu. Sasa ni mtu gani wa chini naongea naye mimi? Kuna watu hapa ambao mnapenda kunisikiliza, mnafanya biashara zenu ndogo. Yaani unatoka hapa, umebeba nyanya, afu unaenda mpakani, unauza lile debe la nyanya. Kitendo wewe cha kufanya tu kuuza nyanya nje ya mpaka, tayari wewe umeshaanza kuwa mfanyabiashara wa nje ya nchi. Umeona? Tunaanzaga taratibu alafu baadaye tunaenda katika nje za nchi nyingine. Umeona? Tunaanza hiyo mpakani, baadaye tunaenda katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo hata wewe naongea na wewe. Hilo la kwanza. Pili, naongea hata wale watu, kuna wengine wanapendaga tu kutamani kwenda holiday, lakini kila akifikiria anaona tabu. Lakini kama ukiweza kudunduliza dola kidogo, baadaye unaweza kwenda nje za nchi, kwa sababu kule hawatumii T shillings au shilingi ya Uganda au ya Kenya whatever hiyo nani ambayo mnaitumia katika hiyo nchi. Unaona? Hiyo pesa mnayotumia katika hiyo nchi. Kwa hiyo mtu anayetaka kwenda kusoma nje hawezi kusema mimi naenda kusoma na shilingi. Lazima awe na dola. Kwa hiyo hata wewe ambaye unatamani kwenda nchi yoyote ukafanye tu labda training au kozi kozi yoyote ya muda mrefu, inategemea na mfuko wako, au ya muda mfupi, anza kudunuliza hizo dola, kwa sababu unapoanza kuwa na hizo dola zinakupa motivation ya kuweza kufanya kile kitu ambacho unakitamani lakini unakiona kigumu. Lakini kama hauna hiyo dola ndani au kwenye akaunti, je, hiyo motivation itatoka wapi? Ndio utaanza kuona mambo haya watu fulani ndio wanatakiwa wayafanye kwa sababu wao wana dola. Dola kila mtu anaweza akawa nayo. Kinachotakiwa tu ni kufunguka fahamu na uwezo wa ufahamu wako. Umeona? Kwa hiyo ndio itasababisha wewe kuwa katika hiyo level ambayo ya kugeuka au kuongezeka viwango. Umetoka kwenye viwango vya shilingi unaingia katika viwango vya dola. Tayari wewe unatoka katika viwango vya nchi uliopo, unaanza kupanda viwango vya nje ya nchi. Hapo baadaye utakuwa katika viwango vya masoko ya kimataifa, au utakuwa katika viwango vya mataifa, nchi mbalimbali. Kwa hiyo hapo tumeekana sawa kwa kila mtu ambaye anajiona yeye ni mdogo. Katika kipindi changu mimi hichi cha Inuka Umiliki hakuna mdogo, wote ni wakubwa. Hata mbuyu ulianza kuwa kama mchicha. Naona wengi mnafahamu majani ya mbuyu yanavyokuwa mazuri sana, madogo mazuri, lakini baadaye yale ndio yanageuka kuwa nini? Mbuyu. Kwa hiyo hata wewe unajiona mdogo, one day utakuwa katika masoko ya mataifa. Tuendelee tu na kushikamana. Sasa nimeshaongea hapo kwamba una dola uzuri wake, labda niendelee tu kuongelea kidogo faida ya dola ili niweze kuupa upanuo kidogo
Cha kwanza kabisa, dola inasaidia dola ina nguvu katika ununuzi wa kimataifa. Kwa nini dola ina nguvu katika ununuzi wa kimataifa? Kwa sababu katika mfumo wa kibiashara, yani dola ndio inatumika zaidi. Yani nchi nyingi, hata kama unapoenda dola, that's the first thing they will say, dola. Kuna hela nyingi tu ambazo ziko strong than dola, lakini dola iko more famous na iko ndani ya mfumo. Umeona Kwa hiyo inasaidia sana katika katika nguvu ya ununuzi wa kimataifa. Nakuja ya pili. Dola inasaidia katika uwekezaji wa nje ya nchi. Hapa nimejaribu kuongelea katika ile level tunaenda kinchi kwa nje na wale ambao wanaenda katika level ya mataifa. Lakini hapa vile vile nimejaribu kuongelea kuna watu wanafanya biashara kubwa, wanaweza kata kwenye akaunti zao wana milioni 200, milioni 100, lakini ana hata ile dola 1000 kwenye akaunti yake. Kwa hiyo na wewe mwenye hela kubwa, jaribu kuwa kama na akaunti ya dola na akaunti ya T-shillings, ili katika inapokuja katika swala la uwekezaji, wewe ni mfanyabiashara, inapokuja swala la ununuzi wa kimataifa inakuwa easy. Yaani kuna vitu vinakujaga just like last minute, ghafla. Hiyo hela una mpaka uanze kutafuta exchange rate. Umeambiwa sasa hivi usiku there's 1 2 3, you don't have any dollars in your account, kwa sababu sasa hivi transactions zinafanyika katika internet, umeona, lakini you can't do any transaction kwa sababu huna, na muda huo vile changes zimefungwa, benki zimefungwa, una lose opportunity. Kwa hiyo ni uzuri sana kuwa kuna hizo account. Na wewe ambaye ni mdogo, tumeshakubaliana, unapouza vitu nje ya nchi tayari umeingia katika mfumo wa kuanza kuuza vitu nje ya nchi. Kwa hiyo dola utakaipata moja, yani yafanya nyingine hiyo katika shilingi, lakini ubakize akiba kidogo. Hata kama ukiwa dola 5 leo umewekeza, inakuja tena ukawekeza dola 5, hiyo tayari 10, unawekeza tena dola 15, unawekeza tena dola 20, dola 25, dola 30, dola, umeona, inaenda mpaka dola 100, dola 200. Sasa unajikuta wewe umeweka kwenye account nyumbani kwako, lakini tayari una dola. Chochote kimetokea opportunity, mara moja unayo. Kwa hiyo nimeongelea swala la kwanza, inasaidia katika, ina nguvu katika ununuzi katika masoko ya kimataifa. Namba 2, katika uwekezaji kama hapo nilivyoongea. Namba 3, dola inalinda hatari ya katika pale inapoingia kushuka kwa uchumi au mfumo wowote ambao unapunguza what do you call it, tumeshaona katika exchange rate pale tulikuwa tunaangalia, unapoweka katika exchange rate unaona thamani zinavyokwenda za zile hela. Kwa hiyo lakini dola ukiwa unayo, hata kama kuna hela shilingi inashuka inayumba yumba, tayari wewe una kibulungutu chako cha dola. Kwa hiyo wewe unaweza ukakaa tu just for surviving katika ile T-shillings, lakini unapoenda kufanya mambo yako makubwa tayari una dola ambayo unavyoenda katika zile nchi nyingine utaweza kufanya miamala yako vizuri tu, na katika manunuzi au katika uuzaji. Umeona Kwa hiyo hilo ni muhimu sana, kwamba inakulindia wewe thamani yako ya pesa pale inavyotokea kushuka kwa uchumi au kichochote kile kushuka katika masuala yoyote yale ambayo yanahusiana na hizo exchange rate. Paka hapo tumeelewana? Alafu kingine tena, naongelea swala la ununuzi wa bidhaa au malighafi. Unapoanza kwenda kununua vitu vya nje, mimi nikisema nje, hata let's mtu anatoka Tanzania, Uganda ni nchi za nje. Wale waliokuwa wanafanya biashara kwenda Uganda, sio kuleta mabegi, sio kuleta mashuka, wengi walikuwa wanaenda na dola, walikuwa hawaendi na labda na T-shillings. Kwa hiyo unapoongelea kwamba dola, yani kwamba utapoenda popote, umeenda Msumbiji unahitaji dola, unaenda Malawi utahitaji dola, utapoenda kokote, lakini kitendo cha ku-cross border tayari wewe ni wa nje. Kwa hiyo mpaka hapo mimi nimeeleweka. Kwa hiyo naendelea kusisitiza, tuko 2026, viwango vinabadilika. Uwe mdogo, uwe mkubwa, tunahifadhi dola kwa kuwaza kuwa watu wa mataifa, kwa kuwaza kuwa watu wa kwenda kuwekeza nje ya nchi au kufanya biashara baina nchi na nchi. Yaani wewe wapo ambao unauza nyanya unapeleka nchi nyingine, au unauza mchele unapeleka nchi nyingine, au una ng'ombe unapeleka nchi nyingine, tayari umeshaingia katika mfumo wa dola, umeshaingia katika mfumo wa kwanza kufanya biashara na nje ya nchi. Lakini na soon utakuwa mtu wa kimataifa, unaanza kufanya katika makontena na makontena nchi tofauti tofauti. Umeona Usisahau hata mbuyu ulianza kama mchicha. Na wewe ambaye tayari ni mbuyu lakini hauna dola, sasa hivi anza kuwekeza dola ili uingie katika mfumo wa kimataifa mkubwa sana, ukiwa tayari kwenye akaunti zako zinasomeka una dola, kwa sababu hata bank statement zako zitaonyesha kwamba wewe una kiasi gani cha dola. Kwa hiyo convincing power, kibali kinapatikana hapo. Kwa hiyo
Tukumbuke tuko katika kipindi cha Inuka Umiliki na hatuwezi kuwa katika viwango vile vile, lazima tubadilike, lazima tupande. Na hata nyie mliokuwa nje za nchi, kwa mfano labda nitoe mfano kabla sijamaliza kipindi. Watu wengi ambao wako nje za nchi, watu wengi ambao wako nje ya nchi yale sehemu yote, ukisikia mtu yuko abroad anapotuma hela usifikiri ana hela, lakini ile akituma kile kidogo, exchange rate ya huko nyumbani ndio inaonekana kubwa. Umeona? Ndio maana anaweza kusaidia, lakini sio kwamba mtu ana hela, hapana. Ni ile exchange rate ambayo itamfaidisha yeye akituma hela yani kutoka katika pound au katika hiyo Oman money au dola naiongelea, akituma nyumbani itaonekana hela kubwa, lakini katika nchi iliyopo sio hela kubwa namna hiyo. Kwa hiyo ninaposema tunza hizo hela za kigeni, ninajua thamani yake inakuaje. Kwa hiyo 2026 ni viwango tu vya kimataifa, ni viwango tu nje za nchi. Ewe ndugu, usilale, inawezekana hata wewe uliye chini. Basi wapenzi wangu, mimi naomba nishie hapa. Napenda tu kuwasisitizia tu kwamba inawezekana kila mmoja akawe mfalme. Basi sina mambo mengi zaidi ya kuambia. Mimi ninawapenda sana sana sana, na nashukuru sana kwa kunivumilia. Sijatoa vipindi kwa muda mrefu, nimekaba sana, I'm so busy, lakini nitajitahidi hivyo hivyo tuweze kushare kidogo tulichonacho. Na watakieni weekend njema, nawapenda sana. Bye.